Tunajipiga kifua kila kukicha na kusema ya kwamba Kenya ni taifa lililo na demokrasia bora zaidi ikilinganishwa na mataifa mengine barani Afrika. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba hii sio demokrasia. Na kama ni demokrasia ya kijambazi. Demokrasia ya kuua watoto wa Kenya kila kukicha kwa sababu ya ufisadi. Hatua kadhaa zilichukuliwa na baadhi ya watu wakafanyiwa uchunguzi na hata kupimwa damu. Wachache waliopata matokeo yao walithibitishwa damu yao kuwa na chembe-chembe za sumu ya lead, huku matokeo ya idadi kubwa ya watu yakinyamaziwa na kutumwa katika kikao cha kamati ya afya ya Seneti. So as we speak, several tests have been done. We are yet to get results so that we can agree on the way forward. There are possibilities that somebody somewhere should be held to account. Criminal proceedings should happen, because then how did we at that point allow for such a thing to happen? Because remember, it was done before we came into office. And I'm glad it was stopped when we were in office. I think we should be able, first of all, to establish the licensing process, because it would have required a NEMA approval. So how did NEMA approve that project 8 years ago? Because 8 years ago, NEMA was already in place. So first of all, who approved it? The whole line that authorized that project, depending on the outcome of the results, should be able to account. Was there any handover that involved any information about what the Ministry of Health had discovered about Owino Uhuru? No, to be honest, there was no such handover. And I think maybe that's a gap, because maybe there was mistrust, because there was a different system that was running before, and then you have a new system. So usually people try to hold on to information. I think this is common everywhere. No. 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 Kusema ukweli, maisha hayana bei. Hakuna kitu muhimu kama maisha, na maisha hayanunuliki. Na serikali ya kaunti ni serikali ambayo inajali wakazi wake. So ikija tufike wakati huo tupate kuona kuwa the contamination levels are too high, nina hakika kuwa kama county tutakuja na other solutions, ama sehemu mbadala ambapo tutawapeleka wakazi wa Owino Uhuru. And I can tell you we have written severally to the relevant authorities as to we are waiting to see the results. We are anxious because these are people that ought to be protected and be looked after. It's an ongoing process, but we have the lab reports, and we have asked for a thorough assay of those samples from government chemists. This is just a new chapter of, I'm sure, very many unobserved or not keenly managed upcoming backstreet factories that are placed in close proximity with residences, especially slums. Kutafuta ukweli wa mambo haya, tuliamua kulizamia swala hili nyeti na kuandaa mikakati maalum ya kupima damu ya wakazi wa Owino Uhuru, udongo, akili ya watoto na maji ya visima pamoja na mto waliokuwa wakitumia. It's an act of irresponsibility to let any child go through what the people of Owino Uhuru have gone through. Huku umma ukizidi kuteketea katika uchunguzi wetu, tulibaini majina ya watu kadhaa kutajwa kuhusika na tuhuma hizo. Kando na wamiliki halali wa kampuni hiyo,
Shantilal Vora na mwanawe Kumar Vora. Wa kwanza ni mbunge wa Nyali Hezron Owiti, ambaye pia anahusishwa na umiliki wa jengo hili. Wa pili ni aliyekuwa mbunge wa Changamwe Ramadhan Saif Kajembe, ambaye pia kwa wakati huo alikuwa waziri msaidizi wa mazingira. Wa tatu ni afisa wa afya Mombasa John Ndungu, na hatimaye mamlaka ya taifa ya mazingira NEMA. Tuliwatafuta wote. Mbunge wa Nyali Awiti Bolo alikubali kuhojiwa nasi kuweka wazi masuala ya kumiliki jengo hilo na ni hatua gani yeye binafsi kama kiongozi alichukua baada ya kugundua Wakenya waliangamia kutokana na sumu ya lead. Siku ya mahojiano ilipofika, juhudi zetu za kuwasiliana naye ziliambulia patupu. Amekuwa akizungumza na mwenzangu Jonathan Namu na tulielewana tuweze kufanya mahojiano hayo leo mwendo wa saa 10, lakini sasa ni saa 10:14. Tangia saa 9 tumejaribu kumpigia hapokei simu, na mara ya mwisho naye nadhani ilikuwa mchana asubuhi hivi aliposema ya kwamba tutakutana saa 10. Lakini sasa imekuwa ni mazoea kupokea hapokei simu. I've been accused of getting funded to fight Metro Refinery. I've been fought very hard by Awiti and some other politicians who have spoken on this issue. I don't have the muscle to fight them, but the people have been with me and I have my voice and I've kept going. Mimi ni mnyonge, yeye ni mpunga Nyali, lakini nina kama vile ukiwa na imani, sababu sasa ni kuweka Mungu mbele. Nikiwa na imani, hata mwenye pesa na ukiwa mnyonge na Mungu awe pamoja nao, tunaweza shinda hii vita. Sababu hata maskini anaweza kuingia ufalme wa mbinguni. Mimi ni maskini, lakini kwa Mungu nafikiri naweza kutopoa hiyo vita. Kelvin akifa mpaka hiyo kesi ifanyike, Kelvin mpaka awekwe mochari, mpaka hiyo kesi yake ishe ndio Kelvin asikwe. Sababu hiyo ndio kitu yenye nimejua kimesababisha Kelvin. Sasa hata Kelvin akifa saa hii, sasa ndio inaweza kuwa mbaya. Hiyo mpaka kesi yake ishe, hata kama kesi itaenda mwaka gani. Mheshimiwa Bolo nilijaribu kuongea naye, hata alituita ofisini kwake. Tukaenda, tulipofika akasema, bwana, nyinyi mtaka hii maneno, ile kampuni ni yangu. Mama wewe acha maneno mengi, useme hii habari ya kuandamana haina maana. Na hii kampuni hii Kenya ni watu wenye pesa. Na ukisema ati ya kwamba mtaandamana, nyinyi ndio mtapoteza. Jambo lingine, ile ploti ni yangu. La sio hivyo, amisha mtoto ama ufanye nini? Muame mahali pale. Akamwambia wewe ndio ulikuja ukatupata pale. Kwanza ilikuwa ni kampuni ya kutengeneza magari, na wewe ulikuja tu juzi umetupata pale. Nitaama nitaenda wapi kama mimi mwenyewe nimezaliwa hapa, nitaenda wapi? Sasa hapo akatufukuza. Awiti, yes. We have approached him and he has actually come to address us on several occasions concerning this issue. And what did he say? In one forum was when Kajembe was Assistant Minister and Member of Parliament for Changamwe, and they shared a podium with Awiti to address us. And they told us that there was nothing like lead poisoning. And this was my creation, and I was inciting the public, and actually I should be dealt with. That was his words. Awiti said, I've brought employment for you. You are poor people. You should work and stop this nonsense. So that was the first time. After that, he came into the community to address the community. And I thought he was coming with solution, but he threatened the community. He told them if anyone spoke about this, I would demolish. He said he owns the land and he would demolish all the structures and they'll be homeless. So instead of helping, he threatened the community. Ramadhan Saif Kajembe, aliyekuwa mbunge wa Changamwe na waziri msaidizi katika wizara ya mazingira, licha ya kutafuta mahojiano ya moja kwa moja naye,
alidinda kuitikia mwito wetu na kuishia kuzungumza naye kupitia njia ya simu. The matter was more public health than environment. Yeye anaambia ulikuwa Minister Environment. Na hapo alikwenda hapo kuattend hiyo problem. Alikuwa Assistant Minister of Public Health Bwana Machake. How he finished that issue, I don't know. Na hiyo kitu imefanyika 3.5 years ago. Before general election. Sasa kama ilikuwa kuna problem upande wa Kajembe, so akatoa labda ndio mngekuja mkasema tueleze. Lakini mheshimiwa, nakumbuka kuna wakati mmoja ulikuwa naibu wa waziri wa masuala ya environment. Na ilikuwa katika kipindi hiyo tunazungumzia. Ndio nakwambia the matter was more public health. Kwa nini labda environment, hata minister alikuja. Naam. Ni wa public health kuja kusort out, sio environment. Lakini kama kiongozi na tena nikwambie mheshimiwa, assistant ministers they are working under the instructions of the ministers. Mimi nilikuta tu hiyo maneno hasa na kwa sorted out now public health. Okay. Na minister amekuja na sisi ministers tuna collective responsibilities. Kazi ya Minister of Environment is just to draw the attention of ministers concerned hapa kuna hii na ndani mkafanya. Lakini mheshimiwa, nauliza kama jambo hili halifai na wewe ndio mbunge, wakati huo ulikuwa mbunge wa Changamwe, watu wanaoumia ni watu wako, utakubali vipi? Na ukumbuka ulikuwa ndani ya serikali na bado ulikuwa mbunge wa eneo hilo, utakubali vipi watu wako waumie? Nataka nikwambie katika hao watu wa hiyo industry. Naam. Hakuna mtu amekuja niambia hapa kuna kiwanda cha mambo machafu. Nobody approached me. What could I do? So unajua kama kiongozi. Naam. Kama kiongozi watu ndo wanakuja wanakwambia hapa kuna tabu. Nobody came to me. Lakini mheshimiwa, nakumbuka wakati mmoja kwenye runinga ulionekana ukiwa katika eneo hilo katika mojawapo ya maandamano. Hapana, nitakueleza how it happened. Naam. Unajua hiyo kiwanda imekuwa rented katika godown ya Bwana Awiti. Ni Awiti hiyo godown? Haya, Awiti ambaye ni MP sasa. MP wa Nyali. Ndio mwenye hiyo godown aliweka hiyo industry. Naam. Sasa mimi nilipita siku moja pale karibu corrugated sheets. Nikaona watu. Nikamwona na huyu Awiti. Ambaye ni ndo amerent hao watu. Naam. Mimi nikasimama kasema what is going on here? Nikasimama hapo, niliposimama ndio sasa nikamkuta Awiti akasema hao watu wanaandamana na hiyo factory imekuwa rented kwenye godown. Nikamuuliza Awiti, je, hayo utayamaliza? Akaniambia atamaliza. Mimi kaondoka zati tena hapo, nilijiona watu tu kupita kwa njia. Nobody came to me and hata baada ya kuona hizo watu kwa njia nobody, hakuna mtu amekuja kwangu kuniambia tu please hebu tusaidie kitu. What I know is during the second demonstration I could see him on the screen, so he was the one leading there. Yes, in the screen I could see him, he was leading. But wasn't he Assistant Environment Minister? No, Who is he demonstrating? now that's why I didn't know. That's why I was asking myself, quietly I was asking how is he doing, and he was the team leader. I don't know. But because that was not my line of politics, I could not ask. Yes. Immediately he moved out of the politics. For all the years he has been assistant minister at our MP in Changamwe. He has never even tried to call me to discuss issues pertaining to health. But immediately he moved out of he was looking for the Senate or a post of Senate. One evening he called me, told me, Mr. Dongo, I have a problem in my house, please come and do inspection in my place. I said, okay. Personally, I have everybody. In his house? He is in his house. So, no, so I sent an officer to do, he was saying he was being attacked by mosquitoes. He has a problem with the mosquitoes. So I sent a team to go and do inspection. And he was given a lot of work to do. That still keeps me happy. Because during the time he could not see me, but after the office, he could see me. And this is the problem is, he had kept so many tires of vehicles in the compound, which were bleeding points of
the mosquitoes. So we told him, the only thing you can do, throw away these tires out of the company, slash the grass. He was saying, please come with the pumps, all machinery, spray my house. But before you do that, let's come and see where the problem is lying. We came to find his tires and the grass. That was still gives me happy. Kilichofuata ni kuwahusisha wataalamu wa kupima damu kutoka kampuni ya Lancet kubaini iwapo maradhi hayo yanatokana na sumu ya lead yangali yapo miongoni mwa watoto hawa, wazee, vijana na kina mama. Siku iliyofuatia tuliwasili tukiwa tumejihami kiasi cha haja, tukiandamana na madaktari wawili wa kupima damu. Naitwa Mbarak Suleiman Mbarak. Mimi nimetoka kwa hii kampuni inaitwa Pathologist Lancet. Nimekuja kuangalia kuna aina ya madini, kwa Kiingereza tunaita heavy metal, inaitwa lead. Kuangalia kwenye damu zenu. Funga macho baby. Talia tu manati. Nyumba baada ya nyumba tulipima watoto. Funga hiyo tena. Funga hiyo tena. Sorry. Na hatimaye wazee, kina mama, vijana na wafanyikazi waliokuwa wakifanya kazi katika kampuni hiyo. Kwa ujumla tulipima watu 55. In such an environment, lead normally is ingested through orally, through inhalation. The emissions of dust, the community might inhale the dust, and the lead-contained dust will accumulate in their bodies. Hatu kukomea hapo, bali pia tuliwahusisha wataalamu wa kupima maji na udongo kutoka kampuni ya SGS. Tulipima mahali tofauti tofauti, kuanzia pale kampuni hiyo ilipokuwa ikimwaga taka kwenye mto huu wa Jomvu pamoja na kitongoji cha Owino Uhuru. They should never have been allowed to do anything like that in this country. Kwa wakati huu wote tulipokuwa tukiendelea na kazi ya kupima maji na udongo, watoto walizidi kuonekana wakiteka maji hayo na kuwapelekea wazazi wao pasi na kujua matatizo wanaozidi kujiongezea. Tuliwachukua pia watoto 9 na kuwapeleka katika maeneo ya Tiuda, Mombasa kwa mtaalamu Lilian Awimbo kuangaliwa na madaktari wa akili iwapo akili zao zimepungua ama ni sawia na akili za watoto wengine walio na umri sawia nao, kwani baadhi ya wazazi walishuku tabia za watoto wao. The first stage is we're going to take them through a test, so to speak, that is going to be to assess their psychomotor. Basically, what we are looking for at that stage is how their mind works, the speed at what the mind works, and we'll be able to access the development of their mind. And then from there, we are going to also have work with them with like play therapy items, materials. This way we'll be able to establish their skills. Are they able to coordinate things like colors, shapes, sizes, different things, maybe material things. And then we are going to also work with them still in play therapy, but for the coordination. Some of the things, what we are going to put them through will be able to establish, are they able to coordinate what they are working with? Are they able to process some of the things that they are seeing? Baada ya shughuli hii yote kukamilika, tuliondoka na kuelekea katika maabara ya Lancet, mahala ambapo damu hiyo zilinukuliwa na kusafirishwa hadi Afrika Kusini.
Kwa kipindi cha miaka 8 wakazi wa Owino Uhuru wamekuwa wakiugua na kufa kifo cha polepole huku serikali ikijitia hamnazo. Kwa sasa damu hizi zitasafirishwa moja kwa moja hadi Afrika Kusini kwa uchunguzi zaidi, na ambapo itachukua takriban siku kama 15 hivi kwa matokeo kamili. Kwa wakati huo sisi nasi tutakuwa tumeelekea moja kwa moja hadi India kukueleza mengi usiyoyajua. तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है. India ni taifa lenye watu zaidi ya bilioni 1 na niko hapa Mumbai, India katika ziara yangu ya kuwasaka wamiliki wawili wa kampuni ya Kenya Metal Refinery na Metal Refinery. Mumbai, India. Miongoni mwa watu zaidi ya bilioni 1, tukipiga lundi kila kona kuwatafuta wamiliki wa kampuni mbili husika. Kampuni ya Metal Refinery na ile ya Kenya Metal Refinery iliyokuwa katika maeneo ya Changamwe kabla ya kufungwa na wamiliki wake kutoweka sawia na ile ya Metal Refinery iliyoko katika kitongoji cha Owino Uhuru. Kibarua kikuu hapa kilikuwa cha kuwasaka wamiliki Shantilal Vora na Kumarkant Vora wa Metal Refineries, Chandra Prakash Mehta, Kamlesh Mehta na Navin Patel wa Kenya Metal Refinery Changamwe. Matajiri waliotoweka Kenya baada ya harakati zao kuleta maafa, huku serikali ya Kenya ikisema haiwajui. We had to establish the ownership from this company, the registrar of company, and we didn't find his name. Who are the local investors in this business? No, I don't know. I don't know. As when a company is registered, from the EI point of view, we don't start to investigate who is a local, who is not a local. Baada ya uchunguzi wa kina, tulifanikiwa kujua machimbo ya mmiliki wa Metal Refinery. Siku iliyofuata, baada ya safari ya kilomita 150, tulimzamia katika kampuni yake. Hello, hello. How are you? You're good? Hi, how are you? Nice to meet you. Yeah? We are from Kenya. Kenya? Yes, we have come to visit this factory. Yes, we are doing stories about trade and business. And the people who, do you know Mr. Shanti Vora? Shanti Vora, yeah. Yes, yes, and Kumar. Kumar also is in Kenya only right now. He's in Kenya right now? In Kenya. And you know Shanti Vora and Kumar Vora, they used to have a business in Kenya, right? Yeah, correct, exactly. You say Kumar is in Kenya right now? Kenya. Actually, in fact, I'm telling you, whatever was earlier that Shantilal Vora and Kumar, all the unit we have taken over. Even Kenya plant, as well as Bombay, as well as Indonesia. Yeah. Or you've taken over? We have taken over. We are running. In future, we will run the show. Okay. In Kenya, in future. Also, you've even in Kenya, the refinery in Kenya, you also at the moment it is there is no production work. Yeah. In future, we will start step by step. So you're going to continue? We are going to continue. All right. Okay. Tell me. So where is Shanti and Kumar? Did they sell this business to you? In Indonesia, Shantilal, and Kumar is in Kenya. Just 2 weeks back, he has gone to Kenya. Any other things? It is any problem? No. It's not a problem. I wanted to know why Shantilal and Kumar closed in Kenya. If you can open some others internal problems, some losses are there, gone there. Earlier there was good business was there in Kenya, according to my knowledge. All of a sudden everything has gone. Mr. Chetan. Hatukumpata, lakini meneja wa kampuni ya New Metal Refinery alionekana mwenye matumaini makubwa ya kuifufua kampuni ya Kenya hivi karibuni. When do you intend to open back in Kenya? Actually, here also just recently I had come over and yeah. become secure. And slowly we are developing here.
And next step we'll take it at Kenya. And as we talk now, there's a third transfer, which is on my desk. And these are issues we want to address first. Baada ya safari ndefu, hatimaye tumeweza kufika hapa India katika makao makuu ya kampuni ya Kenya Metal Refinery. Na hapa tumebaini ya kwamba kampuni ya Metal Refinery iliyoko kule Kenya Mombasa katika kitongoji cha Owino Uhuru hatimaye kitaweza kununuliwa na wanunuzi wengine wapya ambao watamiliki kampuni hiyo na kuanzisha biashara nyingine. Licha ya kutuarifu kuwa Kumar Vora alikuwa Kenya na kudinda kutupa namba yake ya simu, tuliondoka na kusaka mmiliki wa pili wa kampuni ya Kenya Metal Refineries, Kamlesh Mehta, ambaye alikuwa mmoja wa wamiliki wa kampuni hiyo. Hapa tulifanikiwa kumpata licha ya kujitia hamnazo na kujifanya kutojua tuliokuwa tukiyazungumzia. Hello, good afternoon. How are you? Yeah, we're looking for CP Mehta. CP Mehta is not now. He's usually coming after some time. You are from? We're from Nairobi. Who is giving the reference? We did our own research. Regarding what? CP Mehta used to run a business in Nairobi, and we wanted to ask him a few questions about that. We're journalists from Nairobi. M. Jain and Navin Patel. Navin Patel and M. Jain. Yeah. Yes. Yes. Partners. But they have closed the company. They have sold off. Yes. Yeah, we know that they sold off and they closed the company. And we have his contact email address. He will send everything to your email address. Send what? But he doesn't even know what we are asking. So we need to ask him the questions. He will send his contact details on your email ID. Because I cannot give. I am not authorized to give his personal details to anybody. What is your name? My name is Kamlesh. Kamlesh. Second name, Kamlesh. K. Kamlesh K. Were you part of the partners of the company back in Kenya, Kamlesh? No. Do you know where the other partners are? I don't know about them. He was running the company. I am running this office. You're in this office, okay. You can pass a message along to him that it's in his interest for him to meet us. I will keep it on. Because there is a Senate committee that is investigating what's happening. Kila mmoja alitutaka tuwache anwani zetu, akiahidi kuwasiliana nasi baadaye. Hakuna hata mmoja aliyetujibu. Watatu ni Navin Patel, mmiliki wa Sham Oxides, ambaye pia alikuwa mmiliki wa Kenya Metal Refinery na aliyekuwa akinunua madini ya lead kutoka Kenya hadi kwenye kampuni yake ya Sham Oxide, hivyo basi kujinufaisha zaidi. Katika ofisi yake tulimpata babake na meneja wa fedha ambaye alitupasulia mbarika. So they were manufacturing some metal and we used to purchase that. You used to purchase the lead? Yeah. All right. How long did you purchase that lead for? 1.5 years we did that business, if I'm not wrong. Yeah. I joined this company once, 8 months back only. But going through the records, I come to know that the business for 1.5 years with Kenya Metal, if I'm not wrong. Kenya Metal Refineries. Okay, for how long have they been exporting from Kenya to here? I think 1.5 years. What was the extent in terms of finances? How much would you pay Kenya Metal Refineries from those records? They used to pay $40,000 according to the what it called bank rate and all. Yeah. Siku iliyofuata, mmiliki wa Sham Oxide na Kenya Metal Refinery alitupigia simu na tamko lake la kwanza lilikuwa la kuitusi serikali ya Kenya. Hello, Mr. Patel. Yeah. Good evening. My name is John Allen Namu. Yeah, I've been trying to call you. I'm a journalist from Kenya, from Nairobi in Kenya. Okay. And I'm currently in India doing a number of stories about trade. Okay. And I understand you used to work with or had shareholding in Kenya Metal Refineries Limited? Regarding that matter, at present I have nothing to say. You have nothing to say about that matter. Why? What happened specifically? Okay.
because we have very bad experience. It's all bullshit Kenyan government. What So I happened? don't want to again reopen. Yeah, what happened with our government? That's what we're trying to establish. Yeah, that's what I'm telling you. I am not interested. No. Well, okay, let me just ask one question. Licha ya wote kudinda kuhojiwa nasi, tulifanikiwa kumpata mmoja wa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Kenya Metal Refinery aliyemwaga mtama mbele ya kuku wengi. Kwa sasa amepiga kambi hapa India. They had all the permissions from NEMA and from the health. There was no objection or no authorities that came and stopped them from operating. Till I was around. Do you think there should have been? Of course, yes. They should have, investigated, and before giving them the permission, ensured that a trial run was done in their presence, lead levels taken, or what do you call specimens taken, periodic checking should have taken place. But I don't think the authorities out there did pay much attention to these facts. What was your first impression when you find out that there are people living there? I felt sorry for them. And I had no words because all these permissions were given by the Kenyan authorities. I was made to leave. I didn't leave on my own. I was made to leave. And there was nothing I could do about it. There was nothing I could do about it. Mingairi ya hayo, Salvio alitueleza mambo ya kuchukiza yaliyokuwa yakitendewa Kenya katika kampuni hiyo. We had a team of people from India who had experience in lead manufacturing, and the way they used to talk to the local Kenyans was not up to my approval. And I kept on reprimanding them that, look, they may be Kenyans, they may be employed by us, but yet they are our brothers. And I kept warning them, look, you're doing this against the Kenyan law. And whether it's a law or not, treat and respect your fellow workers with respect. What is that slang in India? Like mother chotes and things like that. This plant came with several expatriates. These expatriates have not been to school. They were using uncouth means to reach their objectives, and mostly they were mistreating Africans, if so to speak. I don't know whether they thought that Africans are very low caliber people, they were not very bright, or they do not feel any pain or things like that. In India, Africans are called magicians. Okay, but Hindis have got other abusive words like chuti. Chuti means an idiot. Okay, so and he's not like abusing you, he's calling you, chuti, come. That is not a very nice thing to do. Hatimaye tulirudi Kenya na kupokea matokeo ya uchunguzi wa damu, maji, udongo na akili za watoto. Watu wote 55 tuliopima walipatikana kuwa na chembe-chembe za madini ya lead. Kati ya hao 55, 21 walikuwa na viwango vya sehemu 1 kati ya milioni na sehemu 4 kati ya milioni. Watu 23 walikuwa na madini hayo kati ya sehemu 5 hadi 9 kwa milioni. Kati ya watu tuliopima ni Philemon Atieno, mtoto mwenye umri wa miaka 2.5, na mwenzake Salma Khamisi, aliyekuwa na sehemu 6 hadi 8 kwa milioni ya sumu ya lead kwenye damu yake. Watu 11 walikuwa na madini hayo ya lead mwilini kwenye viwango zaidi ya 10 kwa milioni. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, hamna vipimo salama mwilini iwapo una chembe-chembe hata moja ya madini. Maisha yako kiafya yamo hatarini. Kati ya tuliopima, waliokuwa na kiwango kikubwa cha sumu hiyo ya lead kwenye damu yao ni Kelvin Mosioka akiwa na sehemu 12 kwa milioni, Daniel Bazil kiwango cha 11 kwa milioni, Catherine Akelo 12 kwa milioni, Joan Mary mwenye umri wa miaka 8
14 kwa milioni. Brenda Wakio mwenye umri wa miaka 4 akiwa na 20 kwa milioni, kiwango cha juu zaidi kati ya watoto wote tuliopima. Wafanyakazi wote waliokuwa wakifanya kazi ya kuyeyusha betri hizo walikuwa na sehemu kati ya 16 hadi 30 kwa milioni, viwango vikubwa zaidi na hatari kwa afya zao. Aliyevunja rekodi ya uchafuzi wa damu katika mwili wake alikuwa ni Khamis Dio mwenye umri wa miaka 32 na aliyekuwa na sehemu 33 kwa milioni. I would say that is not safe because even in drinking water, when you talk about sources of drinking water, the maximum permissible limit is 0.05 parts per million. So above 1 is not safe in my opinion. Katika matokeo ya udongo, watafiti walibaini kuwa sehemu ya juu ya udongo ilikuwa na asilimia kubwa ya sumu ya lead ikilinganishwa na ya kati. Udongo uliokuwa na sumu ya lead ulikuwa tishio kubwa kwa watoto na wanawake. Kwa upande wa maji, hapa kupatikana kwa sumu yeyote, lakini watafiti waliamini kuwa haya yalitokana na alkaliniti ya maji yaliyochujwa na kuvivia ardhini kutokana na mvua ama mkondo wa maji ya mto. Katika matokeo ya ripoti ya akili ya watoto, ripoti hiyo ilisema watoto wote isipokuwa wawili walikuwa wepesi wa kufikiria kwa haraka na kutoa jawabu ya moja kwa moja. Aidha, watoto hao huwa huru pasi na kusukumwa, na iwapo mzazi atafanya hivyo, basi inakuwa vigumu kwao, kando na kuongezea mawazo zaidi. Ripoti hiyo pia ilisema kuwa watoto wana shida ya kufahamu haraka, hivyo basi kuwasumbua na kuwapa changamoto darasani. Tofauti na watoto wengine walio na ndoto za kimaisha, watoto wa Owino Uhuru hawana ndoto, kwani ndoto zao zimefanywa tasa na sumu hatari ya lead. We have to stop compromising our morals because we are selling out the future of our children. All the children in Owino Uhuru, IQs have been affected. So we have a generation of poor people who cannot even get to their full potential now because their IQs have been compromised. What have we done? We have created another generation of the same problem. Mimi nina machungu na Metal Refinery sababu ni kama ile kampuni yenye ilikuja kutuua. Kwa sasa kila mmoja anajitia hamnazo, huku ripoti ya Seneti bado ikisalia ofisini mwao. One thing I know is that I'll not give up. I want to see the end of this. It will be so heartbreaking if no one out there has a heart to act on what is going on with those people. These are human beings. They did not choose to be born the way they were born. They did not choose to be born poor or in Owino Uhuru. Baadhi ya mapendekezo yaliyotolewa na wataalamu ni kwamba eneo hilo linafaa kutengwa mara moja na kuwa mbali na wananchi, kwani sumu ya lead bado imo udongoni kwa kiwango cha hali ya juu sana. Eneo la mto pia ilipendekezwa izibwe, kwani sumu ya lead bado imo. Mohamed Ali, makala ya Jicho Pevu, KTN leo.